ya wakati huu, mpenzi mtazamaji wetu wa MCC TV na msikilizaji wetu wa MCC Radio. Nikukaribisha tena kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi cha uchambuzi wa ibada yetu, ibada ambayo imefanyika hapa Mbeya City Church. Karibu uwe nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati la kipindi chetu hiki. Karibu sana uwe nasi. Na leo tulikuwa tuna ibada nzuri. Kwanza kabisa tumetembea katika wiki ya uzidisho wa afya yangu, wiki ya uzidisho wa afya yetu, na tumetembea katika wiki hiyo, na tunaamini ya kwamba kutoka sasa mazidisho katika afya zetu, ina maana kama ulikuwa una afya ambayo yani kidogo haiko sawa, kutoka sasa tuna mazidisho. Maana ya uzidisho ni kwamba ni jumlisha, plus pale ulipokuwa, yani kile ulichokuwa nacho plus na kingine tena, ongeza na kingine tena, ndo maana ya uzidisho, maana ya kuzidisha. Kwa maana hiyo tunaamini hii afya tulionayo sasa, kuna mazidisho ya uimara wa afya yetu tena. Lakini leo tumekuwa na somo zuri kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Richard. Na awali ya yote pia ni wakaribishe ndugu zangu hapa, nipo nao katika studio. Hawa tutakuwa nao katika uchambuzi wa ibada yetu. Tutaichambua ibada yetu kwa pamoja, kwa sababu sisi wote tulikuwepo katika ibada hii na tumejiandaa kwa ajili ya uchambuzi wa hii ibada. Na nikwambie tu, leo tulikuwa tuna ibada nzuri kabisa, na ibada yetu leo ilibeba kichwa cha somo ambacho kinasema chanjo 5. Tumepigwa chanjo 5 za nguvu. Tumepiga chanjo 5 za nguvu. Tumekuwa na chanjo 5 hapa, tumeziorodhesha. Tumekuwa na chanjo za nguvu, na kwa kweli tumepigwa chanjo za nguvu. Lakini kabla hatujaendelea kabisa, niwakaribishe wageni hapa studio waweze kujitambulisha majina yao, halafu tuendelee na kipindi chetu. Karibuni sana. Asante. Kwa majina naitwa Betha Emmanuel Mwaliego, napatikana Mbeya City Church. Asante sana Betha Emmanuel. Karibu kaka hapo. Kwa majina naitwa Andrew Sheyo, au unaweza kuniita Baba G. Karibu sana Andrew. Na hapa na mimi mtangazaji wako ni Upendo Fidelis. Tutakuwa pamoja kwenye huu uchambuzi. Hapa kabisa naona tuanze hapa. Tulikuwa tuna hizi chanjo 5. Na tunavyosema chanjo 5, mtazamaji usije ukashtuka, msikilizaji usije ukashtuka kwamba tunazungumza chanjo. Sio chale. Na hili tulisisitizwa, sio chale 5. Hizi ni chanjo. Hizi ni chanjo. Chanjo. Na hizi chanjo tutakapozizungumza hapa, na jua utatuelewa kwa nini tumesema ni chanjo. Chanjo ina maana inaongeza afya katika mwili. Inaongeza, ndo hiyo tunasema maongezeko. Inaongeza kitu ambacho ulikuwa nacho au ulikuwa huna, unaongezewa, unakuwa nacho. Na ndo maana hapa tumesema kwamba ni chanjo. Na hapa tulikuwa tuna chanjo ya kwanza kabisa, chanjo ambayo inasema maneno na habari unazozisikia kwa wingi, na habari nzuri kwa wingi. Maneno na habari unazozisikia kwa wingi, kuwa na habari nzuri kwa wingi. Yani tuwe na habari nzuri kwa wingi. Hilo Andrew, unaweza ukaelezea vizuri kutokana na vile ambavyo mtumishi wa Mungu alikuwa amezungumzia, kwa nini amesema tupende kuwa na habari nzuri kwa wingi kuliko zile habari mbaya? Unaweza ukalielezea hivi hapo? Ndio, unajua mimi nimemuelewa sana leo mtumishi. Ndio. Yani kwa sababu amenifungua kitu kikubwa sana. Kwa sababu habari mbaya kiukweli, habari mbaya kweli zinastua. Haitakiwi mtu azisikie habari mbaya. Ndio maana leo tumepigwa hii chanjo ili kila mmoja aweze kujua kwamba habari nzuri huwa ndio zinaleta matumaini hata ndani ya moyo. Ndio. Moyo ukisikia habari nzuri ya kiukweli ya Mungu unafurahi. Kwa mfano, yani umesikia habari kwamba leo umepokea milioni 5, lazima utafurahi tu.
au bwana, leo bwana umepona ugonjwa wako, ni lazima utafurahi tu. Mimi nadhani kwangu mimi ndo hilo hapo. Na pia akasema kwa nini anasema tupende kusikia habari nzuri kwa wingi kulikoni zile habari mbaya. Na akatoa mfano akasema kuna watu pia wanapenda sana kufuatilia hizi movie. Unakuta mtu anaangalia movie ya mazombi, yani zinashtua. Yeye mwenyewe tu ile akiangalia, ukimwambia kama ni mtu, ukimwambia hebu toka hapa, nenda sehemu fulani, atoke nje ya mazingira ya pale nyumbani, au kama hapo ndani yuko nyumbani yuko peke yake, baada ya hapo hofu inamuingia. Sasa ina maana ukijaza vitu mambo mabaya namna hiyo kwenye akili yako, bila shaka yani ina maana wewe utatembea katika hayo. Na ndio maana unakuta kuna mtu mwingine akimaliza tu kuangalia lile movie la ajabu lile mazombi, ni vifo tu, mashetani, baada ya hapo na usingizi wake unakuwa ni mbaya kweli kweli. Yani anaanza kuona yale mavitu kama yanamrudia katika ulimwengu tena wa ndoto, lakini kumbe ni kwa sababu unapenda yani ni sawa na unapenda habari mbaya kulikoni zile nzuri. Lakini kama ukipenda kuangalia labda hata kusikiliza nyimbo, yani hicho ndo utakachokuwa unakiishi, kwa sababu hata ukikaa kitu ambacho kinaweza kikakukumbusha kwenye akili yako, bila shaka ni utakumbuka ule wimbo mzuri ambao ulikuwa unausikia. Haijalishi ni wimbo wa namna gani, lakini at least ukisikiliza nyimbo nzuri hizo utaziishi. Au unasemaje hapa Betha? Ni kweli kabisa, ukisikia habari nzuri kwanza hata afya yako inakuwa imara, akili pia inakuwa iko imara. Ili ukiwa unasikiliza mambo mabaya kila wakati, kuna muda na wewe mwenyewe unaweza ukajikuta mpaka unaanza kufanya vitu vya ovyo. Lakini ukiwa unapata habari nzuri, yani mfano unapenda kusoma neno la Mungu, lakini sio unakuta kuna mwingine anapenda kufuatilia zile habari mbaya za majonzi muda wote anapenda kusikia vitu ambavyo yani ni vya kumsikitisha. Lakini ukitaka kufuatilia vitu vizuri, wewe mwenyewe kwanza utakuwa uko imara kila wakati. Hata fikira yako pia itakuwa iko vizuri, kwa sababu akili yako inakuwa iko smart. Ili ukipenda kusikiliza vitu vibaya, ni lazima hata akili pia itafikiria mambo mabaya kila wakati. Na pia tukajifunza kutoka katika kitabu cha Mithali 6 mstari wa 24 ambao nao umesema ya kwamba Mithali 16:24. Mithali 16:24 tufungue hapa ili tupate kukumbushana kwa nini tunasema chanjo. Mstari wa ngapi Betha? 16:24. Tutasoma hapa pamoja. Anasema maneno yapendezayo ni kama sega la asali, na ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Kumbe maneno mazuri Bwana yanaleta afya hata katika mifupa yetu. Yaani hayo maneno yapendezayo ni yamefananishwa na kama sega la asali, ni tamu nafsini, yani nafsi yako yenyewe tu yani inasikia uzuri wa yale maneno. Lakini pia ni afya ya mifupa. Ni sawa na kama Andrew ulivyotangulia kusema pale, ukasema ni sawa na upewe habari njema hapa kusema kwamba bwana ulikuwa labda una tatizo lako kubwa, ulikuwa una ugonjwa mkubwa, labda kwa mfano unaambiwa una kansa, mara uambiwa ya kwamba umepona kansa yako. Kwa kweli hiyo, na ndio maana anasema ni afya mifupani. Kwa hakika hata kama lile jambo halina uhalisia, huenda tu kwamba yale majibu ya uponyaji yalikuwa ya mtu mwingine, lakini ukapewa wewe ambao na ulikuwa una tatizo lile, na ukaambiwa kwamba bwana wewe umepona ugonjwa wako. Kwa hakika lazima utapata nguvu mpya. Yani lazima nguvu ikujae ndani ya mifupa yako. Anasema ni afya mifupani. Kwa hakika kabisa habari njema zinaleta afya, zinatuongezea afya. Na ndio maana bado tunarudi kule kwamba tuna neno zuri la wiki ambalo tunatembea katika wiki ya uzidisho la afya yetu, zidisho la afya yetu. Kwa hiyo habari njema inazidisha
hata afya yetu. Habari njema inaleta zidisho la hata afya ya mifupa yetu. Hiyo ni nzuri sana, lakini pia tumekuwa na pointi nyingi hapa, na leo hatukuziita point, tulikuwa tunasema chanjo. Ni chanjo 5 leo, haikuwa ni point leo, ni chanjo 5 ambazo tumetembea nazo. Lakini pia tumesoma, hata wewe mtazamaji, msikilizaji, pia unaweza ukafuatilia ukasoma hata kile kitabu cha Mithali 17 mstari wa 22, lakini pia tumesoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7:15, lakini pia tumesoma katika Zaburi 103, lakini pia tumesoma katika Isaya 58 mstari ule wa ngapi? Wa 8. Mimi nataka tena tusome kwenye hichi kitabu cha Isaya, tuone Isaya 58. Katika Isaya 58 mstari ule wa 8. Huu mstari wa 8 katika Isaya 58 unasema hivi: ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Umeona hapo, tukaambiwa haki yako, yani haki zetu sisi tumetamkiwa kwamba haki zitutangulie na zisiwe nyuma. Yani haki ziwe mbele zetu. Yani haki, kabla ya wewe kufika, haki yako wewe itangulie kwanza. Na utukufu wa Bwana utatufuata nyuma, utakufuata nyuma. Yani haki ikitangulia na utukufu wa Bwana, ina maana sisi tumewekwa kama watu wa katikati. Haki mbele, katikati ni mimi, halafu utukufu uko nyuma yangu. Utukufu uko nyuma yako. Hata wewe mtazamaji unayetufuatilia saa hizi, haki yako itangulie mbele katika jambo lolote ambalo unaona labda hata umeonewa. Kwa hakika haki yako na wewe ikutangulie mbele. Haki ya kila mmoja wetu itangulie mbele. Na kukaribisha Betha, unaweza ukazungumza kwa uchache pia. Kama ni katika hiyo Isaya 58 mstari ule wa 8. Umezungumza kwa uzuri kabisa hapo. Hapa imezungumziwa, tumezungumzia kuhusiana na nuru, afya, haki na utukufu. Ni hiyo ilikuwa ni pointi ya 5, na ndio maana tukasoma katika kile kitabu cha Isaya 58 mstari ule wa 8. Karibu Betha hapo uzungumze kwa uchache kuhusiana na hiyo pointi ya 5 ambayo inasema nuru, afya, haki na utukufu, ambao tumesoma katika kitabu cha Isaya 58 mstari ule wa 8. Karibu sana Betha. Asante. Pia tunapokuwa tunazungumzia haki ya mtu itamfuata, manake mimi ninachokijua, hata kama ulikuwa wapi, haki yako itakufuata tu. Haijalishi afya yako ilikuwa mgogoro ni kiasi gani. Lakini kuna wakati neema ya Mungu inaweza ikatokea tu, ukajikuta unaenda hospitali kupima, ili unajikuta tu afya yako iko vizuri. Mimi naamini ukishaambiwa afya iko vizuri, pia hata wewe mwenyewe utaona kama umepata haki yako nzuri kabisa. Vile vile nakumbuka mchungaji wetu leo ametufurahisha sana, akatuambia tusome na kile kipande cha wimbo wetu. Wimbo ulio bora. Kwa sio mbaya mtu akienda kusoma na ule wimbo ulio bora. Pale utapata maneno ya faraja, maneno mazuri kabisa ambayo yanaweza kukupa usingizi mzuri kisha soma. Pia utajikuta na afya nzuri ukifurahi mwenyewe. Kwa hiyo ukisoma pale wimbo ulio bora, pana maneno mazuri kabisa ya faraja na kufurahisha. Mimi naamini kwa kupitia hilo unaweza ukajikuta hata akili yako pia inabadilika, manake pale lazima utakutana na maneno mazuri kabisa ambayo yanaweza kukujenga wewe pia na kubadilisha mfumo wako wa akili, ufikirie nini kwa wakati huo. Amina. Asante sana. Hapo Betha umetukumbusha kuhusiana na kile kitabu cha wimbo ulio bora, na watu najua watakuwa wanajiuliza wimbo ulio bora, kitabu cha kitabu sura ya ngapi, mstari wa ngapi? Wewe ukisoma tu ile wimbo ulio bora, ile ina vitabu 8. Ni vitabu vichache sana ambavyo unaweza ukasoma, unaweza ukaichukulia kama story, lakini itakupa maneno mazuri ambayo yatakujaza
Yaani mifupa yako pia itapona mifupa yako na utapata afya, kwa sababu moyo wako utafurahi kupitia maneno ya kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Karibu sana Andrew, na wewe pia uzungumze kwa uchache kuhusiana na kipindi chetu. Unajua hapo kuna umetaja maneno matatu: nuru, afya na haki. Ndio. Unajua katika nuru siku zote ni mwanga, na siku zote nuru huwezi ukapata nuru bila kumpokea Mungu, kumpokea Yesu. Nuru, ukipata nuru ukampokea Yesu, popote pale unapokwenda. Kwa mfano waje watu, kwa mfano vije vizingiti vya aina yoyote ile, kukiwa na nuru tu pale, ukiwa na Mungu tu, nuru lazima itaonekana. Kwa mfano umeenda kuhudumu sehemu fulani, unajua watu wengine wanaweza kuwa wanakuchukulia, tuseme Waswahili tunasema wanakuchukulia ize. Wanaweza kuwa wanakuchukulia ize pale, wanasema huyu mtu kweli atasimama hapo wanavyokuona unavyosimama. Lakini ukisimama katika huduma yako huku na Mungu ndani, lazima nuru tu itaonekana. Pili, kwenye afya kiujumla ni muhimu kwa kila mtu. Mimi ninachojua, ukimpokea Mungu, ukiwa unamwamini sana Mungu, ni lazima utakuwa na afya tu. Magonjwa hawezi kukusumbua, vitu vyovyote vile haviwezi kukusumbua. Maana na pia hapo penye haki, unajua haki, unaweza kuwa umevamiwa labda kwa nguvu za giza. Kuna watu wanakuja kwa nguvu za giza, labda wanataka wakuue kwa njia ya haramu. Hapo lazima tu haki itatendeka. Kama Yesu yuko ndani yako, haki lazima itatendeka. Amina. Amina. Na hapa amemalizia na utukufu. Maana ya utukufu, ina maana utukufu tunasema ni uzuri, ni ule wema, uzuri ule wa Mungu. Kwa hiyo na uzuri wa Mungu lazima utakuwa juu yetu. Na niwashukuru sana kwa kuwa kwenye kipindi hichi cha uchambuzi wa ibada yetu. Amina, asante sana. Niwashukuruni sana. Asante sana. Tuwe karibuni tena katika kipindi kingine kama hiki wakati mwingine. Asante sana. Na pia nikushukuru sana mtazamaji wetu ambao umedumu kutufuatilia kutoka mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati la kipindi chetu. Lakini usiache kutufuatilia kwenye kipindi kingine kijacho, na ulikuwa nami mtangazaji wako Upendo Fidelis. Karibu katika kipindi kingine kinachofuata. Asante na kwaheri.